Shalom kwenu nyote wapendwa. Shalom kwenu. Shalom. Yes, tuko hapa hii asubuhi tunatafuta kuingia katika mambo yetu yanayotuconcerne, puisque bibi harusi haiko concerne na n'importe quoi. Bibi harusi kinamuhusu yeye ni mambo tu ya kiroho, mambo yote ya kimwili ile inahusu watu wa mwili. Na ndio maana ndugu yetu Paulo anasema katika Wakorinto wa kwanza 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6 à 7, taruka ku 13 à 15. Wakorinto wa kwanza sura yake ya pili vesi ya 6 na ya 7, tutaruka ku vesi ya 13 mpaka 15. Parce que kwa épouse hii langage yote ya kibinadamu, dimanche, lundi, hizi ni masiku za kuhesabiwa na wanadamu, lakini yeye hana mwanzo na hana mwisho. Yani kwake hakuna siku yoyote yenye inajulikana, sababu bibi harusi ni wa milele, anakaa muumilele na hajawahi kutoka muumilele. Amena. Amen. Alright. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6 à 7. Wakorinto wa kwanza sura ya pili vesi ya 6 na 7, tutaruka ku vesi ya 13 mpaka 15. Ndugu yetu William Marion Branham anatuambia hivi: kabla tutasoma ndugu mpendwa William Branham, tumsome ndugu Paulo. Anasema Wakorinto wa kwanza sura ya pili vesi ya 6 mpaka vesi yake ya 7, tunaruka 13 15. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu. Kuna hekima ambayo inayozungumuzwa tu kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii. Ile hekima yenye kunazungumziwa kati ya wakamilifu ama ndani ya waaminifu ama yenye bibi harusi kunasikia, haiko hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii, wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri. Amena. Ile hekima ambayo inahusu wakamilifu, watakatifu, bibi harusi ni hekima ya Mungu. Tena ile hekima iko katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu. 13. Nayo twanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu. Hekima ya kibinadamu ndio kwenda kwa masomo, kusoma Biblia na akili ya masomo, kusoma ujumbe na akili ya masomo. Ile ni hekima ya kibinadamu. Bali yanayofundishwa na Roho, tukiyatafsiri mambo ya rohoni tukiyatafsiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Kama hii Biblia iliandikwa na Roho Mtakatifu, inapaswa kutafsiriwa na Roho ule Mtakatifu. Lakini mtu wa rohoni ama mtu wa kiroho huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Basi mwanadamu wa tabia 14
ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu. Maana kwa huyo mwanadamu wa tabia ya asili, mambo ya roho wa Mungu ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yanatambulikana kwa jinsi ya kiroho. Mambo ya Mungu hayatambulikani kwa jinsi ya kimwili, lakini kwa jinsi ya kiroho. 15 Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambulikani na mtu. Mnasema, ni nani anayefahamu nia ya Bwana? Amwelimishe. Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Amena. Acha tena tuzungumzie leo jambo ambalo linasema wana wa Mungu ni wale wanaoongozwa na roho wa Mungu. Wana wa Mungu ni wale wanaoongozwa na roho wa Mungu, kulingana na Warumi sura yake ya 8. Warumi sura 8 verse yake ya 12, tunaanzia hapo. Romains chapitre 8 verset 12. Warumi sura 8 verse ya 12, tunaanzia hapo. Basi kama ni hivyo, ndugu, sisi tu wadeni, na hatuko wenye deni ya mwili, ili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Shie tuko na deni, lakini deni yetu haiko ya kimwili juu tuishi kwa kufuata mambo ya kimwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, tunataka kufa. Bali kama tukiyauisha matendo ya mwili kwa roho, tutaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Amena. Amen. Wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Hauwezi kuwa mwana bila kuzaliwa. Mwana wowote ni mwenye kuzaliwa, huyo ndio mwana. Sasa kuna wana aina mbili. Mwana wa mtu ambaye alizaliwa na baba na mama akaitwa mwana, kabla hajazaliwa yakuwa mwana. Na kuna kwa pia mwana wa Mungu. Sasa mwana wa Mungu anazaliwaka na nini? Amena. Niko mwana wa Mungu, niko mwana wa Mungu. Hapa anatuambia kwanza ni wale wanaoongozwa na roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Kila mtu atakwambia mimi naongozwa na roho wa Mungu. Mwana wa Mungu. Sasa ukazaliwaje? Kwa njia gani ili uwe mwana wa Mungu? Cha tusome andiko ile la mwisho, Yuda sura yake ya kwanza verse yake ya 18. Yuda iko mbele ya Ufunuo, iko tuna sura moja. Sio Yuda, ni Yakobo samani. Yakobo Jacques. Yakobo waraka wa Yakobo sura yake ya kwanza verse yake ya 18. Waraka wa Yakobo, sio Yuda, ni Jacques. Yakobo sura moja verse ya 18.
Ndugu Yakobo anatuonesha gisi ya kuzaliwa ili tuwe wana wa Mungu. Verse ya 18. Anasema kwa kupenda kwake mwenyewe, kwa kupenda kwa Mungu mwenyewe. Tukianza 17 anasema hivi: kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Ule Baba mwenye kwake hakuna kivuli cha kugeuka geuka, yani Mungu. Verse 18, kwa kupenda kwake yeye Baba ule mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Amena. Kwa kupenda kwa Baba mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Yani wana wa Mungu, wale wanaongozwa na Roho wa Mungu ni wale waliozaliwa kwa neno la kweli. Wale ndio wana wa Mungu. Na neno la kweli ni Ufunuo wa mihuri 7. Amena. Amen. Mimi mwana ulizaliwa siku gani? Juu kwa mwana wa Mungu. Juu naingia kanisa. Juu natoka sadaka la chakumi. Juu nafungaka maombi. Juu natoa makuta majengo. Juu nasaidiaka mayatima na bajani. Juu njoo unavalisha pasteur. Juu njoo una supportiaka la voix de Dieu. Juu kwa mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni yule aliyezaliwa kwa neno la kweli. Tena si kwa mapenzi ya pasteur, si kwa mapenzi ya nabii fulani, kwa mapenzi ya Mungu mwenyewe. Ndio maana Mungu ndiye anayetuzaa, na anapotuzaa kama watoto wake tunaongozwa na Roho wake. Amena. Amen. Na huyu Roho anayeongoza ndio ile wanaita ni inspiration. Tena l'inspiration c'est l'esprit. Wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hapana anayeongozwa na doktrina ya kanisa, anayeongozwa na shurti, anayeongozwa na mafundisho ya kanisa yabo. Hapana anayeongozwa na mabroshiri na Biblia. Anayeongozwa na Roho wa Mungu, na Roho wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Amena. Mungu mwenyewe ndiye kiongozi wa wana wake. Ndugu Branham anasema hivi katika mahubiri naitwa wakati wa kanisa la Simirna, kichwa ambacho anaita Roho Mtakatifu katika kila wakati. Anarudilia ile andiko tulisoma ya Wakorinto sura ya pili, Wakorinto wa kwanza sura ya pili verse ya 6 mpaka 16. Ndugu Branham anasema, walakini hiko hekima tusemayo ya wakamilifu, ila hiyo hekima si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii. Ndio maana tunapozungumza mambo ya unyakuo, mtu wa dunia haezi elewa. Tunapozungumza mambo ya ufufuo, mambo ya umilele, mtu wa dunia ambaye ni mtu wa makanisa haezi elewa. Kwa kuwa Yesu anasema, punde kidogo ulimwengu hautaniona. System. Ma système ecclésiastique, système politique, système yote religieux, zile ma système zote ndio ndugu Branham anasema ndio ulimwengu. Wakati Yesu alikuja, alikuwa mwele mwili lizaliwa na Maria, alionekana na kila mtu. Wakati huyu mama Mkananayo alikuja kwa Yesu kusema, mtoto wangu anaumwa, mwana wa Daudi, unirehemu mponye. Yesu alimjibu, haiko vizuri kukamata chakula cha watoto kipatia imbwa. Kwa wakati Yesu alikuja akamalizia anasema, mwana wa Adamu alikuja tu kwa ajili ya wana wa Israeli only. Wakati Yesu alikuwa mwili ile iliyozaliwa na Maria, Kristo ndani ya mwili,
alikuja inikma kuokoa Waisraeli. Wakati sasa anatoka mwa ile mwili, wakati alikuwa mwa ile mwili izaliwa na Maria, kila mtu alipasha kumuona, kila mtu angemugusa. Lakini baada ya kutoka mwa ile mwili, haiko tena Yesu wa kuonekana na kila mtu, kwa sababu anakuja na kufanya makao yake inikma ndani ya wateule. Amena. Na ni mule ndani ya wateule sasa ndio tunamuona sasa, sababu yeye anakuwa ni Roho Mtakatifu, na yeye ndio anakuwa mfunuzi wa neno. Yeye ndio anatimiza ile andiko, wakati nitakuja, wakati Roho Mtakatifu atakuja, atabafunulia yote. Ni ule Kristo ambaye alikuwa ndani ya Yesu, leo ndani ya bibi harusi, yule anafunua siri zote za maandiko. Sababu hii Biblia ni kitabu cha mafumbo na mifano. Bila Roho Mtakatifu kuyafunua, hatuwezi elewa maana yake. Na ndio maana tunasemea leo kuhusu wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu, ndio wana wa Mungu. Na wana wa Mungu ni wale waliozaliwa kwa neno la Mungu la kweli, ambayo neno la Mungu leo la kweli ni ufunuo wa mihuri 7. Sio Biblia, sio mabroshir. Neno la Mungu leo ni ufunuo wa mihuri 7. Ufunuo wa mihuri 7 ni nini? Ni ufunuo wa bibi harusi, sababu wateule ndio maandiko ya kitabu. Yaani ufunuo ulikuja kufunua nani mteule, ndio maana ya ufunuo wa mihuri 7. Mteule anapojitambua kwamba mimi sio mwili wa damu na nyama, lakini mimi ni Roho wa Mungu. Amena. Hiyo ndio ufunuo wa kweli, na mpaka mwana wa Mungu tu ataelewa hili. Ndio maana tuliona ile siku pale kulikuwa kilio, ndugu akapima kujaribu kuonesha baba mwa kwamba mimi original ni Mungu. Akamwambia wewe uko Mungu. Yeye alikuwa anaangalia mwili, sababu Nikodemu alikuwa anaangalia mwili, anaona huyu mkimbizi akwe Mungu. Ile esprit ya Nikodemu leo inavala mili. Na ndio maana Yesu alisema wana tu ndio wale wanasikia, lakini asiye kwa mwana aisikia. Kwa sababu maneno mengine Yesu alikuwa anahubiri mkutano, anasema mbegu ilianguka kwenye udongo mzuri, ingine kwenye barabara, ingine kwenye miba, ingine kwenye miamba, na anatoka anaenda. Bale alikuwa mkutano, banasikia ile ni mafumbo, na banaenda na mafumbo, anafikiria ni mahubiri, kumbe alibeba mafumbo. Lakini sana bakara wateule wanafunzi, anaanza wafunulia fumbo moja kwa moja, na njoo kile kenye yeye ule Kristo iko nafanya na bibi harusi. Amena. Amen. Iko nafunua siri moja kwa moja. Sasa tumini mtoto wa Mungu, wewe ulizaliwa na nini? Kusudi wewe mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu ni yule aliyezaliwa kwa neno la Mungu la kweli. Ndugu Branham anaendelea kusema, hekima sio dunia hii wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri. Ile hekima iliyofichwa ni hekima, lakini ikafichwa, ambayo Mungu alihazimu, yani alipendelea tangu milele kwa utukufu wetu, ambayo yeye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Hakuna mtu wa dunia hii anajua ile hekima ya Mungu. Maana kama wangelijua ile hekima, wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Amena. Amen. Tokea wakati wa Yesu ile hekima ilikuwa imefichwa. Na leo huyu Bwana wa utukufu leo ni nani? Ni neno la wakati, ufunuo. Amena. Hiyo ndio Bwana wa utukufu leo, ambao leo ba religieux batu ya madini biko banasulubisha. Mnamuonesha ufunuo, anasema bongo. Ile ndio kusulubisha leo Kristo mara ya pili. Ni kukamata neno kulizi yake. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho alikupata kuona, wala sikio alikuwahi kusikia, wala alijaingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wale wampendao. Amena. Ni mambo hii ndio maana iko compliqué kuambia mtu aseme tulishaka nyakuliwa. Hakuna nisikio lishasikia ile. Ili licho ya kuzaliwa na baba na mama ya damu na nyama itaona kunyakuliwa. Ni siri kubwa parmi masiri. Sasa hii mambo yenyewe ilikuwa kalicho yaonaka, masikio yasikiaka, ndio mambo yenye Mungu aliandalia wale wampendao. Bibi harusi anasema
lakini Mungu ametufunulia. Amena. Amen. Mungu ametufunulia sisi hayo mambo ambayo yaliyofichwa, hayo mambo ambayo ni hekima si ya dunia hii. Mungu ametufunulia sisi hayo kwa Roho wake, maana Roho uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu anayejua mambo ya binadamu ila Roho wa binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu ambayo ni siri, hakuna anayefunua ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali tumepokea Roho atokaye kwa Mungu. Kwa sababu gani? Makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa ama tayarishiwa bure na Mungu. Amena. Amen. Kwa nini sisi tumepata ufunuo? Tumeupata kwa sababu Mungu tokea awali alikuandaa ndugu, akaandaa dada, akaandaa bibi harusi kwa muda na wakati. Utajua na utasikia hizi siri na kuzitambua. Kwa nini wewe umesikia mambo na ukayaamini? Je, wewe mwenyewe ndio umeyasikia? Wengi wakayasikia, lakini wana masikio lakini haiko ya kusikia, wana macho lakini haiko ya kuona. Lakini kwetu sisi tulipata neema ya kuzijua, ya kuzielewa, ya kuziamini siri za Mungu. Amena. Jo ile enye ndugu Branham iko nasema hapa. Na kile ambacho Mungu alichotukirimia, alichotuandalia, hatukipokee si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya binadamu. Mwalimu wowote, mhubiri wowote anaposimama madhabahuni na kuleta mahekima, jua alisomaka universite, jua alisomaka ekole secondaire, jua na francais, anajua Kiswahili, anajua Kiingereza, ule ni muuaji. Sababu neno lolote ya binadamu lionekane kuwa bongo, lakini neno la Mungu pekee yake ndio kweli. Na neno la kutoka kwa mwanadamu alina uzima. Ndio maana wakati Kristo alikuja, alikuta Wafarisayo, alikuta waandishi, alikuta walimu sawa vile wa Nikodemu, akawaambia yale maneno yote mnaosema ni uongo, lakini mimi ndiye nina neno la uzima. Amena. Na haya maneno ndio uzima, sababu ilikuwa maneno yenye ufunuo, maneno ya kutoka straight kwa Mungu. Na hiki tunachokinena ni Mungu amenena kwa wakati huu. Kuyafahamu kwa kuwa tuyatambua kwa jinsi ya rohoni, lakini mtu wa rohoni uyatambua yote. Yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani aliyefahamu nia ya Bwana? Amwelimishe Bwana. Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Mathayo 13:16. Ndugu Branham anaendelea, kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni, na wakisikia hawasikii wala kuelewa. Na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona. Maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vema, na macho yao yamefungwa wasije wakati wowote wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka, nikawaponya. Lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona, na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Amena. Amen. Yohana 8 verse ya 42, 44. Ndugu Branham anashukua na maandiko. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mungenipenda mimi. Amena. Sasa wale wana wa Mungu waliozaliwa kwa neno la Mungu la kweli, ni wale tu peke yao ndio wanakuwa na upendo wa neno. Amena. Wakilisikia neno wanalipenda, wanalifuata, sababu Yesu alisema, ninao kondoo zangu, wakisikia sauti yangu wataifuata, sababu wao ni wangu.
Lakini kondoo asiyekuwa azizi hata sikia sauti. Ndio ndugu Branham anaunganisha, anasema pale ya kwamba Yesu akamwambia, kama Mungu angekuwa baba yenu munganipenda mimi. Yesu ni neno, Yesu ni ufunuo, Yesu ni ufunuo wa mihuri 7. Amena. Kama kweli hao watu wa ndugu wako sema wanaamini ujumbe wa Branham, wangelikuwa ni wana wa Mungu, wakati wangelisikia hii sauti ya ufunuo wa mihuri 7, wangeliipenda, wangeifurahia na wangeliifuata. Kwa maana nilitoka kwa Mungu nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Mbona hamyafahamu hayo niyasemayo? Mbona wandugu hawafahamu hayo ambayo Mungu amesema ndani ya ufunuo mihuri 7? Hili neno limetoka kwa Mungu na ni Mungu ndiye ameshuka na hili neno. Kwa nini waelewe? Ni kwa sababu ninyi wao hawawezi kuisikia neno la Mungu. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Amena. Ndugu Branham anasema mtu kutosikia neno ni sababu haiko mwana wa Mungu. Kwa kuwa ndugu Paulo anatuambia wale tu wanaoongozwa na roho wa Mungu, wale tu waliozaliwa kwa neno la Mungu la kweli, wao ndio wana wa Mungu. Sasa wale wana wa Mungu ndio wanasikiaka neno la Mungu. Lakini wana wa Ibilisi hawasikia. Wao ni wanadini, wanapenda kabisa manyimbo, wanapenda wachungaji, wanakuwaka na nguvu ya kuomba sana, wanafungaka, wanakuwaka tayari kusaidia hata misaada yoyote, wanakuwaka wepesi kufanya kitu kia mzuri kia kuonekana na batu, kile kile batu wataona banafurahia, bana appreciate. Wanakuwaka na ile roho, ukimwona kimwili hivi unasema kabisa huyu ndio mtakatifu. Lakini baada ya mihuri 7 kufunuliwa, inatuambia kwamba utakatifu haiko ndani ya matendo ya kimwili. Amena. Bali utakatifu ni katika ufunuo wa kumjua Mungu wa kweli ambaye ni neno la kweli, na Kristo Yesu ambaye ni Roho Mtakatifu ambaye Mungu alituma. Amena. Hiyo ndio uzima wa milele na ndio utakatifu mko pale. Ndio maana kimwili ukitia Yakobo pale na unatia Esau, utampatia Esau sheria yote na haki yote kuwa yeye ndio anastahili. Kimwili, tabia mzuri, mtiifu kwa wazazi, mtoto mpole, hatukananaki apiganaki, hadanganyaki aibaki. Lakini Mungu haonaki kama vile wanadamu wanavyoona. Amen. Kuona kwa Mungu na kuchagua kwa Mungu ni tofauti na wanadamu. Na ndio maana kuona kwa wanadamu wako wanaona unyakuo ni kutoka hapa kubulongo kwenda kule yulu. Kuona kwa wanadamu anajua ufufuo ni ile makaburi kwa tulitia mizoga kule, siku moja bifunguke bile bimizoga bitoke mule. Lakini kuona kwa Mungu anajua kwamba kwa bibi harusi unyakuo ni ufunuo. Amena. Amen. Inaishia pale. Ni ufunuo. Ni mambo ya kiroho ambayo mtu wa tabia ya nyama, mtu ambaye alizaliwa tu kwa baba na mama, hakutoka kama milele, hawezi akaelewa ya mama. Hata ukamate kinywa utie kulisikio, umutile kalansi voka kuna msemeje, umupatie biote, hataelewa. Sababu kuelewa pia ni kuchaguliwa. Kuelewa ni mpaka umilele ukweli kuzaaka, ndio utaelewa mambo ya umilele. Lakini mtu atabia mwili uelewa mambo ya mwili, sababu yeye ni wa mwili. Hata wakati wa Yesu ilikuwa vigumu kumuelewa, mpaka Yesu alisema jua muelewe maneno yangu, niko nasema mulangaje tiko simple enye mnaweza elewa. Kia muelewe jua nini? Akabamba ni sababu moja, nyie ni watoto wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba zenu ndizo mnapenda. Batu wanapenda bahubiriwe, tutanyakuliwaka juu uko karaka moja, tutaendaka kule yulu mawinguni, tutekala kumeza la Bwana. Meza ya Bwana ni neno lake, ni ufunua neno lake, ile ndio meza ya Bwana. Anaendelea kusema yeye alikuwa muuaji huyo Ibilisi tangu mwanzoni, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamuna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wao waongo. Ni dhahiri kabisa kutokana na maandiko haya ya kwamba hakuna mtu kwa nafsi yake anayeweza kumsikia Mungu. Uwezo huo hauna budi Mungu jua kupatie hayo. Amena.
Ndugu Branham ana conclure aseme ile iko zahiri, iko waziwazi. Hakuna mtu kwa nafsi yake mwenyewe anayeweza kumsikia Mungu. Woko nani? We tu mtu wa nyama usikie Mungu. Kwanza ule Mungu yuko wapi? Ndio maana bakatengeneza Mungu mwa mawazo. Unaona batu bakora banguvu mabidi. Na sisi tuenda tafuta Mungu kumilima. Mabidi moya ya tana najifungia munyumba mule mangoma kupandisha masauti nini kulalamika, oh niko naomba Mungu, niko hapa maombi na shusha mbingu nini, oh tushushe mbingu, materme ya mingi mingi ya kidunia. Unasikia bia mingi mingi sana. Me ile mbingu yenye liko nasema banashusha, oh Mungu ni Mungu mwamba alishatengeneza mwenye baratia mbali. Samwa mule muhewa mawingu mule, mwingine wanamtia kama wapi. Lakini sisi tunapokuwa katika kuzungumuza, unazungumuza na mtu wako wa ndani. Huyo ndiye sehemu ya Mungu iliyo ndani yako. Huyo ndiye mwana wa Mungu. Huyo mwana wa Mungu aliye ndani yako, huyo ndiye aliwekwa hapo kwa ajili ya kujibu mahitaji yako yote hapa duniani. Huyo ambaye ndugu Branham anasema huyo mwili wa utukufu, huyo mwana wa Mungu yuko pale kwa ajili ya kujibu maombi yako. Ndugu Branham anasema ni zahiri, yani ni waziwazi kabisa kutokana na maandiko hayo ya kwamba hakuna mtu kwa nafsi yake anayeweza kumsikia Mungu. Uwezo wa kumsikia Mungu hauna budi, yani ni lazima Mungu ndio akupatie nayo. Amena. Katika Mathayo sura 16 verse 17, Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili. Kujua kama Yesu ni nani. Kujua kama wewe ni nani, wewe jisuko pale dada ndugu. Kujijua wewe ni nani. Haiko mwili na damu inaweza kujua. Kujua seme mie siko hii mwili mko naona. Mimi ni invisible. Mimi ni Saint Esprit. Haiko mwili na damu itakufunulia hili. Yesu anamwambia Petro, hii Biblia unajua seme mie siko Yesu. Mimi siko mtoto wa Maria, bali mimi ndio Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haiko mwili na damu ilikufunulia hii. Aliyekufunulia ni Baba yangu aliye mbinguni. Tukiweka haya hizi pamoja, ndugu Branham anasema tunaona ya kwamba kuna kundi moja tu la watu, na hilo ni kundi maalumu sana la watu ambao wanaweza kusikia yale ambayo Roho anasema. Amena. Amen. Sikia ndugu Branham iko na kazia. Anasema tukiambatanisha ya maandiko yote, tunaona kwa kweli kweli ya kwamba kuna kundi moja tu, hapana mbili, moja tu la watu. Na hilo kundi ni kundi maalum, mani kundi la kipekee sana. Haiko kundi la kipekee, ni kundi la kipekee sana la watu ambao wanaweza kusikia yale Roho anayosema katika kila wakati. Ni kundi moja maalumu ndilo linalopokea ufunuo kwa kila wakati. Amena. Tunafurahia na tunajivunia hilo frere. Hatujivunia jambo lingine. Tunajivunia sababu tuko katikati ya ile kundi maalumu sana. Kundi la kipekee ambalo Mwenyezi Mungu wa milele ametupatia hiyo capacity ya kuelewa na kusikia na kufahamu kile ambacho Roho Mtakatifu iko nasema wewe wakati. Bapastere bangapi biko na mamilioni ya mapesa. Makanisa batu milioni aba kupata hii nafasi. Wanaume barefu, badada beupe, bazungu beusi, dunia mzima aba kupata nafasi. Lakini bubatu kama sisi tunapata ile nafasi. Umilele imetuchagua ili tuelewe bibitu. Vyenye dunia leo iko nafanyizia maandalizi mpaka watu wanatengeneza utakatifu. Inabidi nifale jipe mrefu na kuacha manywele yangu mrefu ili niende mbinguni. Niende munyakoni sirate enlèvement. Inabidi mimi nikwenda nafanya hiki na hiki. Nikwenda chunguza neno.
ni kwenda soma Biblia kila asubuhi na kuomba mara 3 kila siku, kufanya mikutano ya familia, maombi ya familia. Bile vyote ni vya mzuri, lakini vitu ya kimwili zaidi. Baada ya mihuri 7 kufunuliwa, inatujulisha kwamba hatujakuwa na mwanzo wala mwisho. Hatujawahi kutoka mumilele. Sio mwili huu, ni huyo mwana mteule wa Mungu ambaye anaunda lile kundi maalumu ambalo lina uweza wa kusikia kile ambacho Roho iko anafunua kwa kila wakati. Kundi hilo ni kundi la Mungu. Amena. Haiko kundi la pastor. Kundi la mchungaji fulani, kundi la kanisa fulani, kundi lenye jina fulani, shinjoba fulani. No. Hili kundi ni kundi la Mungu. Yohana sura 8 verse 42 mpaka 44. Ndugu Branham anaendelea kusema kundi ambalo linaweza na linasikia yale Roho anaosema na kupokea ufunuo wake, ndilo kundi lile lililoelezewa habari zake katika Wakorinto wa kwanza sura ya 2 na verse ya 6 mpaka 16. Hili kundi la wale wanaongozwa na Roho wa Mungu. Roho wa Mungu ni ufunuo. Roho wa Mungu ni inspiration, ni uvuvio. Hilo kundi ni kundi maalumu. Sio kundi ya watu wengi. Jole kundi Yesu alisema kuna walioitwa wengi sana. Njoo tunakuta makanisa watu wazuri kabisa. Haezi tukana mtu, haezi bia mtu, haezi danganya mtu, haezi pigana mtu, make ni mtu wanajitahidi. Lakini walioteuliwa ni wachache. Kuna kuitwa, lakini kuteuliwa ni kitu kingine. Kuitwa ni injilisi vile wanafanya. Banasimama masoko, banatembea mamitaa, ile ni kuitwa. Wako nenda napana invitation, njoo kanisani, njoo huku, njoo tuko na mkutano, njoo tulipewa nabii, tuko na mjumbe, njoo. Kupitia mahubiri, kupitia mafundisho tunaitwa. Lakini kuchaguliwa, tulichaguliwa kabla misingi ya dunia kuwekwa. Amena. Amen. Na hiyo hata Yesu mwenyewe aliyezaliwa na Maria alikuwa hajakuwaka. Adamu alikuwa bado hajazaliwaka, hajaumbwaka. Hakukukua chochote kabla nyota zijawekwa. Kabla hakuwa malaika, tulikuwa tumeshateuliwa na kuchaguliwa. Tulikuwa sehemu ya El Elohim. Ndani yake mule, sisi ndio tulikuwa ma-attributes zake. Sisi ndio tulikuwa mawazo yake. Sisi ndio tulimfanya yeye awe. Bila sisi yeye asingekuwa, kwa sababu sisi tulikuwa yeye ndani yake. Lile mwili mzima huo, mwili wa siri ndio ilikuwa El Elohim. Sifa zake. Aseme ili kundi ni kundi maalum. Kuna heri gani kujulikana kwamba na mimi niko hapa, sababu hili kundi ndio linakuwa na ufunuo, ndio linaelewaka. Ufunuo ni kuelewa. Kama vile Petro anamuuliza, kule kwa mko anaenda wanasema, "Mimi ni nani?" Wewe ndio biko sasa Elia. Huko Yohana Mbatizaji, huko nabii. Nyinyi mnasema mimi niko nani? Bote kimya, lakini aliyechaguliwa Petro. Na alichaguliwa na Baba. Akamwambia, wewe hauko Yesu, hauko Elia, hauko nabii. Wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye. Akakontredire na korishata kenye alisemaka nani? Malaika Gabriel. Maria angekuwa pale angemwambia, "Pana Petro, mimi ndio nilisala mtoto." Malaika ndio alikuwa Gabriel na akasema, "Mimi ni Gabriel. Aliniambia huyu mtoto ataitwa Yesu." Wanasema ni Kristo. Amena. Wakati ufunuo unakuja, unaanza kusema vitu ambavyo hata kitafuta maandiko au utavipata. Sababu ni uvuvio, ni ufunuo. Maria alizala mwili, ndio liitwa Yesu. Na ile mwili ilikuwa na mwanzo na ilikuwa na mwisho. Lakini Petro akaingia ndani ya pazia ambayo ilikuwa mwili. Akaona ule mtu, ule Masia, ule Kristo, ule Roho wa Mtakatifu, ule Mungu ndani ya mwili. Akasema, wewe ni Kristo. Na sababu Kristo alikuwa anajijua yeye ni nani. Yeye alikuwa anajiona mwili, hapana. Alikuwa anajiona mwali ya kiroho. Akasema, hiyo njoo kweli unasema. Na hii
haiko kumasomo elimu ulifunuliwa na damu na nyama. Hapana, hakuna pastor anaweza funua hivi, hakuna theology anaweza jua hivi, hakuna university anaweza jua hii siri. Hii ni siri ya ndani ya ndani ya ndani, na mwenye tu kujua hii siri ni Mungu mwenyewe, baba yangu. Ule baba alikuwa wapi wakati ule? Ama baba yuko ndani yangu. Ule aliyekuwa ndani ya Yesu Kristo ndio ule ambaye tena alifunulia Petro, na ndio huyu aliye ndani yetu, ule ambaye aliwekwa kabla msingi wa dunia kuwekwa, akavaa mwili. Umilele ukakuja ukavaa tu mwili. Ni ule umilele ndio uko unajifunua mwenyewe kwetu. Amen. Kutuelewesha wapendwa, msisumbuke sana na mwili. Nia mko batu ya mwili. Mtu wa mwili uelewa mambo ya mwili, wala hisielewa hata mambo ya roho. Akiasikia ni bazimu, ni upuuzi kwake, anakimbia, anapasha mbali. Wakati Yesu alipima kuflashia kwa wakati wake, anamwambia mimi ndio mkate nilishuka kutoka mbinguni. Baba yenu balikula mana, balikula makwale bakakufa. Ijabu balikula chakula yenye ilishuka ya kuonekana na macho. Lakini mimi mwemko unaona hapa ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Mimi mwemko unaona hapa ndio mkate wa uzima. Nasikia hivi vitu gani? Mkate wa uzima? Wewe mtu unakuwa mkate hai. Sasa yeyote ambaye hatakula mwili yangu na kunywa damu yangu, ndani yake hamna uzima. Huyu bwana anaanza kunja maandiko. Balikuwa na maandiko enye Musa alitumwaka na Mungu. Haiko sasa toka mkichwa Musa, Mungu ndiye alituma Musa na akamwambia ambia wana wa Israeli, mtu wote asipimake kula nyama ama kuchinja mtu mwenzake. Mtu wote asikulake nyama, hataki kuchinja mnyama, asimkule na kula na uhai wake ambao ni damu. Sasa huyu mtu mzima, mtu sasa binadamu, anatuambiaje sisi tumkule yeye mwili yake na tukunye na damu yake? Kwa wakati wa Musa, kile Musa alikuwa ananena kilikuwa kinafaa na kilikuwa na uzima. Baada ya Kristo Yesu kuwa, kile kile Musa alikuwa anasema kilikuwa kisha kwa ikaboja kila utukufu. Kuna mafundisho ya Yesu ambayo alikuwa anafundisha kwa wakati wake, ambayo tulitembea mpaka nyakati 7 za kanisa. Ile mafundisho ilikuwa na uzima. Baada ya mihuri 7 kufunuliwa, ile mafundisho leo haina uzima. Uzima unaingia kwenye mihuri. Na mtu wote mteule wote leo iko connected ni mufunua mihuri 7. Sababu ufunua mihuri 7 ndio inafunua Mungu, inafunua plani yote. Sababu ndio ufunua neno. Ndugu Branham anasema ni mvuto wa 3 ambao ni ufunuo wa neno. Na Biblia inatuambia ni wale waliozaliwa kwa neno la Mungu la kweli, wale ndio wana wa Mungu. Wapendwa, ndugu Branham anasema ni kundi mahalumu. Haiko kundi ya kupata pato utaikuta huko, hapana. Ni kundi ya kipekee. Tena haikuchaguliwa na mtu yeyote. Ni Mungu mwenyewe mwenye kuchagua. Kabla misingi ya dunia kuwekwa, ndio alichagua huyu, akachagua huyu, akachagua huyu, akachagua huyu, akamweka katika lile kundi. Lile kundi inaitwa mwili wa siri wa Kristo. Na ni katika ule mwili wa siri wa Kristo ndio mule mwenye watu wako na capacity ya kusikia kile roho iko nasema leo na kanisa. Shalom kwenye wapendo.